Yo, what's up? That is the Dranas Conscious, the Star King of Movie, King D, DNC, CEO. Leo niko ndani ya Voice FM Radio. Tabonge moja exclusive interview. Maswali naenda kuyajibu leo. Shut up. Let's go. Come on. Ile time ambayo tulikuwa tunaisikilizia right now tayari shafika. Yeah. Tulikupromise kwamba leo itakuwa ni moja kati ya siku ambazo zitakuwa zina uzito wake kwa mwaka 2024, ladies and gentlemen. Very true. Na King mwenyewe ambaye alikuwa anasubiriwa tayari ameshafika. Yuko kwa mjengo sasa hivi. Yuko tayari kwa mjengo. Yeah. Sasa namna ambavyo mimi nitatamani watu wamsikilize leo, mimi naomba ukohoe tu kwanza. Come on man. King, hebu sogea mic afu kohoa bana. Hebu kohoa tu. Shusha na mic kidogo kabisa tusikie. Tunataka tusikie Kidogo. Ile ya Harmonize. Hiyo Yenyewe. Imekaa KOG sana. Dranas Yeah. zinakuaje my brother? Yeah, The good. King. Mfalme mwenyewe. Yes. Hivi ufalme wao expire ujue. Labda mpaka umauti yani au vipi? Au mpaka upinduliwe. Au pinduliwe. Lakini si rahisi kupinduliwa. Of course. Mwaka ngapi utangu Dranas amekuwa king ujue? Amekuwa mfalme. Mwaka wa 5. Mwaka wa 5 rasmi. Unaona bana. Yes. Pongezi kwake, sio kitu kidogo. Sio kitu kidogo. Ashaukaribisha ushindi muda mrefu Dranas Conscious bana. Oh yeah, Yeah, very man. true. Yule ambaye tulikuambia kwamba tutakuwa naye leo ni Dranas Conscious. Yeah. Na utapokuwa unamtamka, mtamke kwa vyo vyake vingi sana. Kwanza tunazungumza na msanii ambaye ndiye sasa hivi ambaye ameshikilia ile crown ya msanii bora wa filamu kwenye mkoa wa Rukwa kupitia tuzo za Mwasu Entertainment Awards. Yes, zilifanyika, of course ilikuwa ni mwaka jana if I'm not mistaken, ndio. Lakini pia tunazungumza na msanii pekee kutokea nyanda za juu kusini mwa Tanzania ambaye amefanikiwa kuweza kuingiza tuzo filamu 2 kwenye tuzo kubwa kabisa hapa nchini. Umeshanielewa? Sure. So unapolitaja jina la Dranas Conscious, unaweka kidogo adabu. Na adabu lazima iwepo. Lakini pia nje ya hapo pia ni moja kati ya mtu ambaye ni supporter au mpenda maendeleo hususan katika sanaa ya nyanda kusini mwa Tanzania. Kwa maana ya kwamba amekuwa na raise pia vipaji vingine tofauti kama watu wanaofanya muziki. Na pia amekuwa anaimba pia na rap. Naomba tafadhali leo tunaenda kitu tofauti kidogo. Hiyo imekuwa kama surprise. Sasa surprise naomba weke hapo beat hiyo pandisha afu Dranas ya Dranas huyu King huyu. Yes, Natamani nisikie sasa. Twenzetu. twende. Friends zamani. Mic check 1 2. Tulikuanzia. 1 2 3 come on. Nakuita makarenda, hauna kitu, miaka nenda Januari mpaka Disemba, la kwa kuna ulichotenda. Unaishi kwa kiburi, jeuri, utacheka kuferi. Umeelewa sasa. Nani sasa mmemuelewa? Mmemuelewa sasa. Imenikumbusha mbali sana. Hivi kumbe ndiko ambako tulitokea huko Dranas kabla ya kuanza masuala ya filamu. Ilikuwa ni pati ya uandishi. Mimi nilikuwa napenda sana kuandika story na kuandika mashairi. So zile ulali wa vina na vizani na mizani nilikuwa napenda sana kuandika. So hata kwenye hip hop pia naenda kuandika pia. Anaandika pia na kuna baadhi ya watu ambao umeshawaandikia pia ambao pengine ni wasanii wapo na unajua kabisa hii ni kazi imetoka au ni mkono wangu. Yes. Mara nyingi nakuwa niko kipindi kile nilipokuwa na associate sana na wasanii wa huku tunapokuwa studio. Kwa hivyo pale tukua tunapeana ushauri na wasanii nikikuta studio zile kwa hapa weka hii ikitoa ikiweka. Kila siku muandikia nyimbo yote full nikamuuzia au nikamfano. Ila kutoa idea tukiwa studio easy. Sasa kwa nini uliacha sasa? Niliona kama filamu inahitaji zaidi kuliko music. Umeona sasa? Kitu kingine pia kizuri sana kwa Dranas ambacho mimi nakipenda ni kwamba anapokuja huwa hivi bana. Huwa anakuwa na package za kutosha ambazo kwa anakuja nazo. Lakini kabla kuzungumzia ujio wake leo, kuna story nimewahi kusikia kwamba Dranas kuna somewhere else uliwahi kwenda kuomba nafasi miaka hiyo sasa unajitafuta. Kama akakukataa hivi afu mwisho wa siku sasa hivi hawajui kama ndo. Hebu tupe kidogo ilikuwaje hiyo na why walikukataa? Nafasi sio mara moja, ni mara nyingi tu. Unajua rejection make you strong not weak. Unapokuwa umekataliwa sehemu haikufanya kuwa dhaifu. Inakufanya kuwa imara. Na mimi nashukuru kwa sababu unapokuwa umekataliwa sehemu ina maana kuna sehemu nzuri zaidi unakuwa unaitwa. Maybe wale wangenikubali hata nisingefika hapa nilipo. For sure. Yes. Na kukataliwa haimaanishi kwamba unachokulicho nacho sio bora. Ila wale ambao umeenda kuomba nafasi kwao wanapokuwa wamekukataa ina maana wao hujawaridhisha wao. Sio kwamba wewe sio bora. Kila unachokitaka labda kwako hawakioni. Inatokea mara nyingi tu. Sawa, lakini before kabla hatujamsikiliza kwa kile ambacho amekuja nacho. Miaka 5 kuwa kwenye game kwa maana kuwa mfalme sio kitu kidogo sana. For sure. Natamani kufahamu
love yako kwa washikaji ambao unawasupport ambao wanafanya kitu tofauti labda na wewe, madirector, labda wasanii pia, Hyper Nation tunaona unamsukuma, unampush nje na kwamba ni kipaji chake anakuwa nacho. Vitu vingine ambavyo unazingatia wewe kama Dranas kwamba yes I like that. So naitaki kwa sababu najua kuna watu wana vipaji vikubwa sana. Maybe pay support. Unahisi nini ambacho kinakufanya unawapush baadhi ya washikaji? Ni kutokana tu na hustling ambazo mimi nimezipitia. Unaona, unapopitia ugumu unajifunza. Kwa hiyo unapokuwa unaona mwenzako yupo kwenye hiyo fani ambayo mtu ambaye kusikia ule msemo kwamba kuna baadhi ya familia ama mzazi anasema kwamba mimi kwa sababu nilihangaika sana inabidi mwanangu pia hangaike. Lolote labda wakuambia watu kama hao kwenye hustling zozote. Sijui wazazi wao waliwaambia nini, lakini mimi mzee wangu aliwahi kuniambia kitu kama baba hata maamuzi sasa unapokuwa unayachukua ni tofauti na ule kijana mwingi. Kwa hiyo inanisaidia sana. Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakuja vinakuwa vina engage na vijana sana. Kisha kujigundua kama mimi tayari ni baba, unaondokana na hivyo vitu. Very true, very true. Inasaidia sana kuwa conscious. Sasa bana, alikuja Justin Kopa hapa, walikuja na Hyper Nation, ilikuwa ni the last mwaka jana kuja mwaka huu. Tukapigana story nyingi sana, wakaeleza vitu vingi sana, na alichokizungumza Kopa akasema kwamba yeye anachokifanya ni kuitransfer hii sanaa ambayo tunaifanya kuwa biashara. Yani sanaa ambayo ina biashara ndani yake ambayo inakuwa inakulipa wewe. Natamani kufahamu Dranas, stories zimekuwa ni nyingi sana kwamba Dranas ni mtu ambaye ame-maintain status yake, career yake. Watu watamani kujua nje hiki ambacho anakifanya, Dranas anafanya nini nje ya sanaa? Asilimia kwenye ile asilimia 100 ya maisha yangu, asilimia 75 ipo kwenye sanaa. Okay. Asilimia 25 ndo nimejiajiri kwenye ujasiriamali, sometimes hivyo ujasiriamali na lima na kampuni pia. Wow. Na kabla hujashift hapo, imekuwa ni rahisi kiasi gani? Kwa sababu tunashuhudia kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba nina talent, kuna vitu vingine siwezi kufanya, lakini ukimwangalia ni mshikaji ambaye anatakiwa kupambana nje ya game, nje ya uwezo wake. Wewe kwako imekuwa ni rahisi kiasi gani? Imekuwa ni rahisi kuwekeza kwenye miradi mingine kwa sababu tasnia inahitaji pesa. For sure. Usipokuwa na pesa na maana hata kuwa hapa King isingekuwa rahisi. Unapokuwa unajua kwamba kwa sababu mimi sio mtu wa kuomba sini kwenye project za watu. Mimi nafanya kazi yangu mwenyewe. Wewe kama wewe naitafutia masoko. So nilipokuja kugundua kwamba watu ni ngumu kuwekeza kwenye wazo langu. Yaani na script yangu mtu anamwambia nipe hela yako, kwenye script yangu njoo uwekeze, inakuwa chenga zinakuwa nyingi. Sasa nikaona naweza nikatafuta means nyingine za kuingiza pesa, napokusanya huko nakuja kuinvest kwenye filamu. For sure. Filamu kija kinalipa na rudisha huko. Nice. Kwanza kabla sijamuuliza au kabla tujaingia kwenye hii hapa engo, naomba kwanza wote tumpigie makofi huyu jamaa mengi sana. Yaani yale makofi mengi sana. Labda kigelegele. Mengi sana.
mengi sana, kwa sababu makofi mengi ndiko ambako tunaingia kwenye content yenyewe ya sisi Power Plus kutamani sana uwepo wa Dranas leo. Sure. Haikuwa rahisi, tunafahamu ratiba zako ni ngumu sana brother, lakini mwisho wa siku ka appreciate na pia tuko happy kwa sababu hii ndo interview ya kwanza tunafanya na wewe, na moja kati ya interview ambayo itakuwa ya kihistoria sana kwa mwaka huu hapa 2024. Filamu mbili kuingia kwenye tuzo kubwa kabisa hapa nchini. Dranas Conscious anaipeperusha bendera ya Rukwa. Hana wasiwasi, hana shida yoyote, kitu ambacho wengi waliona kwamba imewezekanaje. Yani how come? Yani unajua ile kuna watu kutokuwa na kujiuliza maswali mengi. Sisi hatakuwa ni watu wenye majibu, tukasema hapana, lazima aje mwisho wa siku afanyaje, atoe, aweke vizuri kabisa ili swala. Ilikuwaje mchakato mzima? Ilikuwaje mpaka kuingia kwenye tuzo? Mpaka kuingia kwenye tuzo kubwa kama zile. Ni rahisi sana. Ila sio ni rahisi endapo kama utakuwa unafuata strategic. Ni moja kati ya malengo ambayo nilikuwa nayo, kwa sababu mimi malengo yangu ni kuhakikisha nalifikia soko la kimataifa. Ambapo nilianza kwanza kufanya kimkoa. Mkoa nimeushika vizuri sana. Ninaenda kitaifa sasa, ambapo Tanzania. Sasa Tanzania ndo nimeingia kwa style hiyo hapo. Kazi zangu zimekuwa bora, nikaingia pale. Kwa hiyo natoka tena kitaifa naingia kimataifa. Sasa kwa nini inakuwa watu wanaona kama rahisi? Watu wanachokiona ni matokeo. Hawaoni ule uwekezaji ambao unafanyika nyuma. Mimi Dani nimekaa zaidi ya miaka 3. Sijaingia kwenye tuzo na nilikuwa nafanya kazi. Kwa hiyo imekuja imetokea sasa hivi nimeingia, watu wanaona kama surprise. Sasa ilikuwaje? Nilikuwa na malengo yenye maono. Ukishakuwa na malengo yenye maono alafu unafanyia kazi. Unajua kutamani kuwa bora na kuchukua hatua zitakazobadilisha maisha yako ni vitu tofauti. Kwa hiyo nakuwa na malengo, andika kwamba mwaka huu lazima nihakikishe filamu zangu nimezifanya kwa uzuri na kwa ubora ule unaotakiwa, nimezisajili KOSOTA, nimezingiza bodi ya filamu, inapotokea issue ya tuzo naenda kuzisajili. Kwa hiyo issue ilikuwa ni rahisi. Nimemaliza kazi zangu, vigezo vilivyokuwa vinahitajika ni kwamba picha nzuri, sauti nzuri ya filamu, story nzuri, wahusika wazuri, alafu hiyo imesajiliwa KOSOTA, bodi ya filamu wao imeipitisha, wameipa daraja, unaingiza kwenye tuzo. Hapo ndo unabaki unasubiria sapo, ni mapendekezo sasa ya majaji wao kama wao. Kwa zile filamu kwamba hii kweli imezidi, hii imezidi. Kwa hiyo wanaouliza maswali kwamba wachukue zile filamu zenye hazikupita na zenye kwangu zimepita, waje wakompea. Watu kuna tofauti mkubwa sana. Kubwa ni kufuata tu zile strategic zenye zipo. Kwa sababu mtakuwa mnadanganya, watu wanadanganyana kwamba labda sio hivi na hivi. Hapana, wewe chukua kazi yako, fuata vile vigezo vinavyohitajika, isajili KOSOTA, ingiza bodi ya filamu, walipa daraja, inapokuja masuala ya tuzo submit, unasubiria matokeo kabisa. So far ninachokiamini ni kwamba asilimia kubwa sana pia ya mashabiki zako huko walikupigia kura, kwa sababu tulipiga yowe sana, unakumbuka Yes, kama hivyo kabisa. Na tunachokiamini ni kwamba zile mpaka kuwa nominated ina maana wewe ni mshindi. Tunachokiamini ni kwamba kura hazikutosha pengine za kuweza kufanya hivyo, au ilikuwaje? Kura of course ninachokiamini mimi kura zilitosha. Ndio. Isipokuwa tu ikaja kwa sababu pale kwa ni asilimia 60 ya majaji, kura zikawa na asilimia 40. Unaweza kuwa na kula 1000, mwenzako anakula 20. Lakini bado kama majaji watakuwa wamempendekeza huyo basi inakuwa hivyo. Lakini kuwa best upcoming miongoni mwa Tanzania nzima, yani kwenye zile filamu 565 wakatoka best upcoming watano na mimi nikawemo. Sio kitu kidogo, nilikuwa watu wakubwa pale wakinakusa. Kabla tuja shift hapo, umeongea kitu kikubwa sana. Hii nimewahi kuisikia, nakumbuka pia Tigan Tozi wakati anapambania hustling zake. Na nini? Nataka ni compare kwako sasa nikiachana naye. Mimi nataka kufahamu ni kitu gani ambacho kinafanyika mpaka kura zinakuwa kama hazizingatiwi sana. Utaratibu wao fulani ndio kama unakuwa unazingatiwa kuliko watu ambao wanakuwa wanaona tunamkubali. Sasa huo ni utaratibu wa waandaaji wenyewe wa tamasha. Huo ni utaratibu wa mtu. Mimi mwenyewe nikiandaa tuzo zangu hapa natoa vigezo vyangu. Atapewa vigezo tampatia. Huo ni utaratibu wanakuwa wameandaa bodi ya filamu wenyewe. Hii haitafsiri kwamba labda wanakuaga na watu wao tayari, kwa maana kwamba sasa kama watu wamepiga kura, wamekubali watu wengi, lakini wao wakaona no, si tunahitaji apite mtu fulani. Mimi naona kama inakuwa inachanganya mashabiki kwamba mbona sisi tunamkubali watu wengi alafu why? Wanasema wanakuwa wamemwandaa mtu. Kuna za majaji zile kura. Ndio za majaji hizo asilimia 60. Kuandaliwa mtu lazima anakuwa ameandaliwa. Kila sehemu ndio mtu anaandaliwa ili aje kuwa mshindi. Ndio maana watu ndio kumwandaa mtu kwenyewe, kwamba wewe leta filamu yako, umeisajili hujaisajili,
yenye hajasajiliwa haipiti. Ina maana ambaye ameandaliwa ni mwenye amesajili kazi. Kwa ile kuna vitu ambavyo wao waliangalia, kuna vitu labda walikuwa wanavitaka. Kuna vitu labda mwaka huu labda walikuwa busy kwenye filamu za utamaduni. Kwa hiyo wao wanakuwa wanaangalia umepeleka filamu yako ya kisasa, mwingine anapeleka kitamaduni. Kwa kama vigezo vilikuwa ni filamu ya kitamaduni, unashangaa wanampa mwenye utamaduni. Haimaanishi kwamba wale wafanya ya kisasa sio bora. Inakuwa bora, ila wao ndio wajarizika na kile ambacho umekipeleka wao walikuwa wakihitaji kwa wakati huo. Kitu kingine mimi natamani sasa kufahamu, unajua Runners katoka kusini mwa Tanzania mkoani Rukwa kaenda Dar pale. Ana project zake, anahitaji sasa kuwapata wale watu ambao watashiriki kwenye movie zake. Kuna ngeni mastaa kubwa sana ambao umefanya nao kazi na pia sasa hivi ni marafiki zako. Tamani ile approaching ya kwanza, uliweza vipi kuweza kuapproach? Kwa sababu najua mastaa na nata kweli kweli yani. Bana nakitaji wewe kuja kwenye project yangu. Ulikuwaje? Maana kuna mtu anakuambia mangu ukienda kula lazima utubu sana. Wasanii wa Bongo Flava ngambia mimi kuomba collab nilitubu sana nilie. Kwa upande wako ilikuwa ulienda vipi na uliweza vipi kuweza kuaminisha kwamba unaweza kufanya nao kazi? Kwanza kikubwa ni mimi ninachosema kwamba unapokuwa msanii, unapokuwa kama unatoka hivi mikoani, afu unaenda unataka kufanya kazi na msanii mkubwa, lazima una uwezo. Sumbawanga tena. Nenda za juu kusini. Unatakiwa una uwezo tofauti. Mimi ambao nimeugroup kwenye vitu vinne. Uwezo wa kujitangaza, uwezo wa kuzungumza na watu, uwezo wa kutafuta masoko na uwezo wa kuhimiri hisia. Hebu naomba rudia hizo nondo nne hizo. Unamsaidia kijana mmoja tafsiri ikiwezekana. Uwe na uwezo wa kujitangaza. Sio na lugha nzuri ya kujitangaza kama mimi ni msanii, una uwezo wa kujielezea vizuri. Ya pili, poetry language ya kuweza kuzungumza na watu. Watu wengi wanashindwa jinsi ya kuzungumza na mtu. Huyu ni star, sasa naendaje kuzungumza naye? Kwenye ngo ipi? Ndio unakuta matatizo watu wengi, labda kwa mfano unamfuata msanii mkubwa. Unaenda pale unaanza kumwambia, "Bwana mimi napenda kuigiza, unavyoigiza naomba scene, naomba nafasi." Sasa inakuwa ngumu. Ana watu wangapi nyuma ambao wanaomba nafasi kwake? Kwa unavyokuwa na strategic nzuri ya kwenda kuzungumza na mtu ambaye amekutangulia, inakurahisishia kukupa chance. Kwa uwezo mwingine ni uwezo wa kutafuta kuwa na maarifa. Na ya mwisho ndio hiyo uwezo wa kuhimili hisia. Kwa sometimes tunaenda, nimeshakutana na watu wengi wakubwa, wenyewe mmeona hao ambao kwenye project zangu. Wanakukataa, anakuambia umetoka Sumbanga, si kwenye project yako. Unahimili vipi ile hisia na unapata nguvu ipi tena kwenda kumfuata mtu mwingine? Uwezo wa kuhimili zile hisia pale unapokuwa umekataliwa na huyu mtu, unaenda kumface mtu mwingine. Unaongeza ubora jinsi ya kuzungumza na hapo. Tukiendelezea hapo kidogo kwa ufupi sana. Unafikiri labda kuna baadhi ya wasanii ambao wamepoteza nafasi kabisa ama uwezo kwa sababu labda walijibiwa tu kwamba wanatoka Sumbanga, mimi siwezi kufanya naye, akaamua kukata tamaa? Saikolojia inawezekana pia, kwa sababu ile si inakuwa affect, umeshasema inakuwa affect psychological. Umekataliwa, unaambiwa kwamba wewe ufai, uwezi, unafanya kitu gani? Mtu anakata tamaa. Lakini kama una malengo yenye maono, unakuwa unajua kabisa kwamba hata hawa niliwakuta sio kwamba watu ambao, kwa mfano mimi nasema siku zote waga sitarajii support kutoka kwa watu. Waga sitegemei support kutoka kwa watu. Waga natarajia tu kwamba anaweza kanisupport, lakini asiponisupport tayari una option. Mimi kwamba sitafanya au siwezi kufanya. Asiponisupport basi mimi nitaendelea naangalia njia yangu nyingine. So mpaka sasa hivi experience imeongeza kitu gani kwenye career yako? Kwa sababu unachokifahamu tayari kule umeshaenda kubadilisha watu wapya, umekutana na watu wengi. Na naamini sasa hivi hata wale ambao pengine ni wakubwa walikuwa nahisi ni wakubwa zaidi, lazima waanze kukuangalia kwa jicho la utofauti. Huyu kijana anakuja ana nini mpaka amekuwa nominated. Imeongeza nini kwenye career yako so far? Imeniongezea experience, imeniongezea uzoefu, imeniongezea connection, imeniongezea uwezo. Soko langu linazidi kupanuka zaidi, kwa sababu sasa hivi imefikia kipindi sisi ndio tulikuwa tunapiga simu kuomba deal, sasa hivi unapigiwa simu, unaweza kuja ushiriki kwenye project zangu. Sasa unatoa category zako kwamba jamani, mimi pata 2 3 na hii na hii nitafanya kazi yako. Kwa hiyo imeniongezea kitu kikubwa, imeniongezea soko langu kupanuka, imeniongezea mashabiki, imeniongezea heshima. Heshima imeongezeka pia. By the way pia Runners, nafahamu kabisa sasa hivi sanaa kwa upande wako wewe ni moja kati ya wasanii wachache ambao kutoka kwetu huku hasa mkoa wa Rukwa, nadhani wewe ndio unalipwa pia kutokana na project ambazo unafanya. Natamani kujua hela yako ya kwanza siku ndio unakabidhiwa, labda umeipeleka kule kwenye vituo mbalimbali kwa ajili ya usambazaji kule Azam wapi. Ile pesa ya kwanza ilikupa nini kichwani kwako? Yaani ile feeling ilikuwaje? Na yani ulihisi kama ingefikia level hiyo kwa uharaka huo na nini? Kwa sababu kuna watu wana haso kinoma. Na kabla hajalijibu pia naomba usitumie neno pesa, tumia kitita cha fedha. Kitita cha fedha zilikuwa nyingi. Hivi pesa na kitita ni tofauti. Umeona sasa? Ni pesa nyingi sana. Whatever man, mtonyo. Chapa. Of course ni surprise sana kwa sababu mara kwanza ulikuwa unaenda baba, mimi nataka kufanya filamu, baba soko ni ngumu kuweza kulipia. Lakini nikajua kwa sababu mimi na uwezo wa kutafuta masoko, uwezo wa kujitangaza, uwezo wa kuzungumza na watu. Nikatafuta wale watu ambao ndio maana
sijafanya kazi kwa bahati mbaya, labda nifanye kazi na kampuni ya Johari pale. Sio kwa bahati mbaya, nataka kujua kama nafanya kazi na huyu atanisaidia kunipa connection hii hapa. Of course baada ya kufanya pale nikaja nikapata connection ya DStv. Kupitia agent. Of course ile ilikuja ikaingia nikawa ile namba ya TRA na kupitia napata process zile. Ndio umesajili huku na huku. Zile process zinapokuwa kama ngumu sasa utaingiza kweli leo. Kila mtu imesajiliwa. Okay, umepitia wapi hapa na hapa. Basi ikaja kaingia. Nikampigia kwanza kopa. Toka kopa. Ingia kweli shingapi? Shingaza. Kopa akaja kafry nikampigia bwana wamenilipa yangu ya filamu yangu Lost in Love. Nilikuwa very happy. Na baada ya hapo nikajua kwamba inawezekana ikanipa nguvu zaidi hata watu ambao wananizunguka nyuma yani na uwezo kwa sasa hivi nikaenda nikakopa hela bank nikawekeza kwenye filamu yangu kwa sababu soko nakuwa na uhakika nalo ingawa sio la 100% soko naenda linalega unaona mwaka huu amefungua dirisha mwaka hajafungua miezi kadhaa kwa hiyo ila na uwezo kwenda kukopa na nikawa na matumaini kwamba soko nitakafungua nikauza kazi yangu pale. Sounds good. Nice. Nimeshasikia pia kulikuwa kuna mchakato ambao ulikuwa unaendelea wa tamthilia moja ya kazi ambazo unazifanya zianze kuonyeshwa kwenye kama nilipata story vizuri kwamba zianze kuruka pia Azam TV. DSTV kama jinsi ambavyo tunaziona hizi tamthilia nyingine. Kuna ukweli wowote kuhusiana na hiyo story? Tamthilia ndio ianze kuruka. Yaani wewe ukiwa unazirusha hizo tamthilia zako. Single movie imeruka. Single movie ndio hiyo nakwambia nilipata la kwanza DSTV. Ndio pesa hiyo. Ndio hiyo ambayo mkwanza uliingia. Kwa hiyo story ya tamthilia sijui kwamba unaziandaa ni za uongo. Nilipelekwa chaka mzee. Umeona sasa ulipopelekwa. Ila napigiwa simu na watu ambao maproducer ambao wanafanya tamthilia. Unakuta hivyo mazingira yanakuwa hayako sawa, tunashindwa kubageni vizuri. Sijabahatika kwenye tamthilia yoyote. Ingawa nimeshoot demo ya nani? Tumeshoot na script ya nani ya Duma. Tunataka tumeshoot demo. Kuna sini kadhaa tunataka ipeleke huko tuone kama. Na alikupa maua mengi sana bana. Yakuamini kama script ni wewe ndio ameiandika. Chagizo ilikuwa. Chagizo wenyewe ambia ndio. Okay. By the way jamani, Dranas yuko live kwenye kurasa yake ya Instagram, Dranas Conscious, unaweza kupita kule kuangalia muonekano wake wa kifalme na kila kitu bana. Lakini kumbuka tu pia Dranas leo hajaja peke yake hapa na tutampa nafasi bibi baadaye kidogo. Dranas tutamkaribisha nini atusalimie bidada kutoka Magnificent Arena ambaye ni female DJ wa kwanza kupiga live kabisa kwenye Power Plus. Inaweza kuwa ni baadaye. Natamani kufahamu sasa kwa sababu Dranas kama mfalme umepita kwenye misingi ukauteka mkoa, ukapata umaarufu, umetoka hapa ukawaza kwamba kitaifa inabidi pia watu wanitazame. Umefika. Kuna misingi yako umepita. Mimi natamani kufahamu tu kwamba sasa hivi una ndoto ya kuwa kimataifa zaidi. Labda ni procedure zipi ambazo unahisi ni sahihi hata kama baadhi huenda vingine vikawa siri zaidi kwa maana kwamba unahitaji kwanza ufike pale watu waone matokeo then ndo tuwape kwa uchache tu natamani kufahamu kwamba umejipanga vipi na itakuwa ni kwa wakati gani kwenye matarajio yako. Okay, sasa hilo swali utakuja kulijibu Dranas muda sio mrefu. Kwamba unamsikiliza lakini pia kama hafahamu yeye mwenyewe pia ni package ya kuweza kuelimisha watu kwa namna moja ama nyingine. Ana wish pengine angekuwa hata ni mwandishi wa vitabu. Ulishawahi kuwaza? Yes, si moja kati ya yani uandishi wa vitabu vya motivation. Motivate watu nini? Kwa sababu maisha yangu yenyewe tu ni motivation. Unachokizungumza hapa sio kwamba nimekisoma sehemu. Ni kitu ambacho kinanitokea kwenye maisha yangu na vile ambavyo vinanitokea always naandika kwamba mwaka huu kimenitokea kina hiki na hiki, sababu zilizosababisha nikafika hapa, sababu sababisha nika drop. Kuna na uelewa sio kitu ambacho nimekisoma nimekariri na kuja kuzungumza hapa. Ni kitu ambacho nakizungumza na experience nacho ndio ambacho kinanitokea kila siku. Nataka kuniambia pia hata kwenye mawazo pia Dranas, baadhi ya idea zako unajua unasoma sana vitabu pia unajiongeza na nini pia. Unataka unaambia pia hata idea za filamu uandishi pia mengine pia unayagusia kutoka kwenye maisha yako unaweka kule. Sana. Kwa sababu inakutokea kwenye maisha sio unakuja kwa mfano kama mwenyewe kama this ya Lost in Love nilipoelezea sio unakuja unakuta ndio si tu kwenye hiji tunaingia kwenye ndoa kwenye misingi kwenye umri huu unakutana na changamoto zile. Mwenzako pia unaenda kukutana na changamoto hiyo unakuja unapata idea. Kuna kitu kimoja nilikipenda juzi kati. Kwanza kabla hujaenda lile swali lako ndio nataka kukwambia likumbushie. Hebu naomba nikumbushie kidogo tu. Nilianzia kwa maana kwamba umehaso umepambana miaka 5 ukapata umaarufu mkoani Rukwa, Sumbawanga ikakujua, ukawa na dream ya kufika pale kitaifa. Taifa pia limekujua sasa hivi wanakuzungumzia watu wengi. Una mipango ya kwenda kimataifa. Swali langu la msingi ni kwamba labda njia zipi ambazo unaona zinaweza zikakufikisha kwa ufupi tu? Na itachukua muda gani pia labda ukijiangalia hivi unajua ndani ya muda fulani maybe nikawa pale.
Kwenye kufikia kimataifa, ni filamu moja tunaweza kufikisha kimataifa. Kulingana na ubora wa vitu ambavyo vinahitajika kwenye soko la kimataifa. Ukishazielewa zile rules za filamu gani ambayo inahitajika kwa wakati huu, production zipi, wasanii wapi ambao watumie, tufanye hiyo project means tunaingia kimataifa. Lakini mimi najitahidi kuongeza ubora wa juu zaidi na kupata maarifa ya juu zaidi ambayo yani tofautisha na sasa, kwa sababu kama nitaendelea kubaki na maarifa haya na maana nitafanya kazi zile zile na hasa nifikishe kimataifa. Kwa naongeza ubora zaidi. Na mimi hata nasema wito wangu ni ule ule. Kutamani, kuamini na kusonga mbele. Kwa nini kutamani? Kutamani kuwa bora ndio mwanzo wa kuwa bora. Kwa naona watu wanavyofanya na compare mafanikio yao na mimi nilivyofanikiwa kwenye filamu. Wananizidi wapi na mimi niongeze nini na wazidi wapi hivyo. Kuamini ni kwamba unakuwa na imani. Nilikuwa na imani kwamba nilikuwa na uhakika zidi ya mambo yatarajiwayo baada ya mambo yasiyoonekana. Hatuoni kule, lakini tuna uhakika kwamba tutafikia. Lakini kusonga mbele ni kukubali kusonga mbele bila kukubali kuyumbishwa au kujitoa kwenye mchakato. Pamoja na changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo, basi tunaamua kujiweka imara zaidi. Sounds good. Mimi nisonga mbele zaidi. So far mimi niko proud na wewe kwenye jambo moja kubwa sana, kwa sababu muda wote ambapo umekuwepo kupambania hizi harakati, haujawahi kabisa kukataa asili yako, kwa maana ya kwamba unatokea Rukwa, kitu ambacho wengi tumeshuhudia wameshawahi kuonyesha, sijui ni ulimbukeni uzalendo, kosa uzalendo wa mkoa wako. Kwa kifupi sana unaipambania Rukwa kwa namna moja ama nyingine. Wadau, serikali, ngazi ya mkoa, kila eneo ambalo kwa namna moja ama nyingine linahusika kwenye masuala ya sanaa, wanazitambua juhudi zako sana. Kwenye maeneo gani? Kwa sababu uwezi amini kwamba mpaka nimeingia kwa nominees, nimefanya ile filamu ya Chagizo, imekuwa imeenda kushiriki pale pamoja na kupewa tuzo ya mwigizaji bora mkoa wa Rukwa. Kwa nisingepambana kwa mwaka jana ule kufikisha filamu zangu pale. Kwa kupitia ile tuzo ambayo nimepewa na wadau wa mkoa wa Rukwa, kula ambazo nilipigiwa kipindi kile au zile maoni ambayo walipendekezwa kwa wale walioandaa tuzo, mpaka nikachukua mwigizaji bora, kwangu mimi ikanipush zaidi na ikanipa somo. Lakini pia kama hayo matamasha yanavyozidi kufanyika, nadhani anapewa nguvu na serikali. Kwa hiyo inakuwa ile wanatusupport sana, push. Lakini natamani waongeze nguvu zaidi. Nguvu iongezeke. Energy iongezeke zaidi. Hiyo ndio inakuwa make sense zaidi. So far tumeshaanza rasmi mwaka 2024. Dranas tunaamini ana mipango mingi sana sasa hivi. Sidhani kama atakuwa anafikiria kufanya vitu vyake kama alivyokuwa anafikiria before, kwa sababu tayari kuna kitu kimeongezeka pale na vitu kama hivyo. Tudokeze kidogo. Huu mwaka unakuaje kwenye kazi zako zaidi? Ni kufanya kazi bora, kufanya kazi nzuri. Kama nilivyosema, yani kuongeza maarifa zaidi na kuongeza ujuzi zaidi. Na kutanua masoko zaidi, kwa sababu ndo nimeingia tuseme kitaifa. Sasa inabidi sana nipenetrate kabisa niwe kitaifa, sasa nitambulike kitaifa nzima kama ninatambulika mkoa rasmi kabisa. Nishaweza kutambulika kitaifa ndo naingia sasa kimataifa. Kwa hiyo mpango wa kuachia filamu 3 mwaka huu. Na nitafanya kazi na watu wakubwa pia. Kulingana na game jinsi ninavyotaka. Nice. Sounds good. Mimi nilikuwa sasa ndo nataka sasa, kwa sababu King kaja hapa atukaribishie mtu mwingine, maana hatuwezi kuzungumza kati mfalme yupo hapa. Very true. Na pia kitu ambacho kimenifurahisha zaidi ni ninavyoendaga narudi nakuta mkoa wetu unazidi kuwa mkubwa zaidi, kwa sababu kuwepo na ma DJs wa kike ambao wanafanya vizuri. I'm very proud. Nikaribishe dada. Snyder, karibu sana. Makofi tafadhali by the way jamani. Kwanza nimependa the way she dress. Na producer wa kike. Sasa weka hapo Dranas. Wewe njoo huku. Njoo huku kwangu kama una keti kama una karibu sana. Na niwe namuona jamani. Yaani shwari. Fresh Madije huwa ongee, lakini leo inabidi uzungumze sana. Uko fresh Snyder? By the way, kama hamfahamu ladies and gentlemen, hiyo session ya pili kuna ngoma fulani zilikuwa zinapanda pale na umesikiza pia ile jingo yake alikuwa ni yeye ubidada ambaye anazungumza sasa hivi. Uko fresh? I'm good. Hongera sana ise. Asante. Ilikuwa rahisi kiasi gani kupenda mambo ya DJ? Na mmekuwa yani sio kitu cha ndio maana ikitokea ni watu wanashtuka, wanakupa jicho hivi. Ilikuwa rahisi kiasi gani? Kwa upande wangu mimi ilikuwa ni rahisi, kwa sababu muziki nilikuwa naupenda toka zamani. So ulikuwa unapenda DJ kuanzia zamani. Rasmi ulianza mwaka gani? 2017. Kumbe ni muda mrefu kidogo nice. SJ.
Najua una mengi sana, uliniambia una mengi sana. Natamani kufahamu bado ongezeko la DJs wa kike ndo linazidi kuongezeka hivi sasa, lakini bado mko wachache sana. Kwa upande wako wewe, kikwetu kwa mfano kama ndani ya mkoa wa Rukwa, female DJ ambaye tunamtambua official kabisa ni wewe hapo. Natamani kufahamu kuwa mwenyewe hasa kwa mkoa wetu kama wa Rukwa, kuwa DJ wa kike peke yako inakupa nguvu ama inakupa nini? Yani inakuongeza nini kabisa kwenye career yako ya DJ, kwa sababu najua ni professional. Kwa upande wangu mimi, kwa haya mazingira ninayofika, sogelea kidogo microphone, kuwa peke yangu DJ wa kike na nilikuwa natamani ningepata hata mwingine ili nipate yani nguvu ile ya kwamba yani challenge pia. Sasa kuwa peke yangu sasa hivi inakuwa nashindana na wanaume. Sasa na unafikiri labda ni kitu gani ambacho kinawafanya wenzako wasijitokeze kwa experience yako tangu umekuepo kwenye DJ? Labda wadada, unahisi kitu gani kinawakwamisha zaidi nje na kupenda muziki na vitu vingine? Sijajua kwa huku, kwa sababu kila mkoa mimi napita naona kuna DJ wa kike. Okay. Ila huku nimeshangaa kuona sijaona. Wewe tu peke yako sijasikia wala sijamuona. By the way, Snyder, sisi tulikuwa tunakusalimia tu, ila tuna interview na wewe special kwa ajili yako ambayo lazima tutakuja kuifanya, ila tumetambua sana uwepo wako na tumefurahi sana pia kukuona leo by the way. Alafu umependeza, wamekuambia watu? Nice bana. Shukrani kitu kidogo kabla hajaondoka pia. Jamani, Snyder pia yuko mitandaoni, Instagram, wapi waelekezi pia unapatikanaje ili iwe rahisi pia watu kuchukua maujanja au kujifunza zaidi kutoka kwako, hususan watoto wa kike? Instagram DJ Snyder. DJ Snyder. Okay. Na huo unapatikana pia okay pale. Arena pia niko pale kwa ajili ya kazi na nafanya kazi pale Arena. Okay. Karibuni sana, leo pia nitakuwa na session pale. Mpaka Jumapili napiga. Tutakuwepo. Bwana, shukrani sana. Turudi kwako Dronas, tumalizie. Tuna dakika kama 10 VSJ 10-15 hivi za kumalizia pia kuhusiana na Dronas, kwa sababu leo ilikuwa ni siku yako special sana. Yes. Na nimefurahi sana kwa sababu umetupromise kwamba mwaka huu una mpango wa kuachia filamu kama 3. Though hujatuambia zitatoka lini. Mwaka huu. Yani mwezi upi? Kwa sababu filamu mipango sio matumizi, lakini filamu ni kitu ambacho kinachukua process ya muda mrefu. Kwa sababu kama sasa hivi ndio nimemaliza kuandika script ya kwanza na ianza kuitafutia misingi ya kuifanya na ufanikishaji. Kwa hiyo inaweza ikatoka moja, inaweza ikatoka mwezi wa 4, nyingine kaishuti mwezi wa 8 na nyingine kaja kumalizia 11. Okay. Kwa hiyo tutatoa filamu 3. Sounds good. Na katika hizo hapo film umezungumzia pia una wish kufanya kazi pia na watu wakubwa na nini. Uliporudi huku pia natamani ushare sisi kidogo sanaa unaionaje ya hii ambayo unaifanya wewe, kwa sababu sioni zile kwa kuna kipindi fulani kuna zile launchings zinafanyika, sio tunafanya hivi, watu wanafanya hivi. Natamani unipe picha halisi kwa sababu ni king. Unaonaje hali inapokwenda katika sanaa ya mkoa wa Rukwa, hasa katika masuala mazima ya uigizaji, movie na nini? Wanafanya vizuri. Kikubwa ni kwamba hawajitoi kwenye mchakato wala hawakimbii. Naona kuna baadhi watu wanashuti bado content zao wanaziingiza YouTube. Kuna kama hivi afisa utamaduni walitisha umoja wa wasanii mkoa wa Rukwa. Naona wanatangaza mkoa vizuri. Juzi nimeona wameenda kwenye maporomoko ya Karambo kule. Bado wanaweka wanajiweka pamoja au wanatuweka pamoja, isipokuwa sisi tunakuwa tumetangulia mbele. Okay. Sasa hivi sijajua plan zao zinakuwa vipi, lakini nimependa kile kitu ambacho wanakifanya na nadhani wanaweza kaachia filamu zikawa nzuri zaidi. Upo ndani ya umoja? Nipo pia. Okay. Na natamani la mwisho pia natamani kufahamu kwa sababu hivi karibuni baadhi ya wasanii ukikaa nao ukizungumza nao ni kama like wamekuwa affected kisaikolojia. Yaani saikolojia yao imekuwa ni kama like yuko mtu ambaye anatakiwa aende akawajibike juu ya changamoto zao. Kwa wetu wa Rukwa tumekuwa watu wa aina hiyo, na kitu kingine pia kwamba hatuna wadau wale ambao wanaweka nguvu kwamba napenda anachofanya Dronas, so nahitaji niweke nguvu kwamba ni natoa mpunga ili aendelee zaidi nje na nyewe kupeana support. Unafikiri ugonjwa wetu mkubwa ni nini kwa wadau na wasanii ambao wanakuwa wanahisi like kuna mtu ambaye inabidi aje anipushi na sio mimi kwanza? Kwanza ambacho wasanii wanatakiwa tujue, sana imegawanyika kwa engo nyingi. Sure. Na this life is 100% your responsibility.
hakuna mtu ambaye atakuja kushike mkono kama wewe mwenyewe hujaamua kujipush mwenyewe. Kwa hiyo kwenye sanaa watu wengi nadhani wanakosa ile elimu ya kwamba kwenye sanaa kuna watu kama 4 ambao wanafanyikisha filamu kamilika. Kuna producer, kuna story writer, kunafuata mtu ambaye anakuwa ni mwigizaji. Sasa wengi wamebase tu kwenye kipande kimoja cha uigizaji. Sasa wewe unapoona mazingira yako yanakuwa magumu, ina maana unaingia unajivika paka vazi la producer ili kusudi uwakilishe malengo yako. Kwa hiyo of course watu wanaodhamini ni kwamba bado tu hawana elimu nzuri kwamba filamu zinalipa vipi. Akiwekeza hela, mtu anaweza kawekeza hela hapo kaenda kapata hasara. Kwa hiyo tujatoa elimu sisi wasanii, tuwape elimu kwamba masoko yetu yako hapa, ukiwekeza milioni zako kadhaa zitakuja zitarudi kwa njia hii hapa. Kwa ni sisi mtu wa kutoa elimu kwa watu wawekezaji, sio kwamba wapo ila tu hatujawapa ile hamasa waje kuwekeza kwenye tasnia yetu. Okay. Makes sense sana hiyo hapa. Hiyo kitu wewe pamoja na Justin Kopa mnafanya kazi nzuri sana kwa ajili ya kuendelea kusupport. Ni wasanii gani wengine pia ambao unawaona kabisa na wenyewe pia wanapaswa kushikwa mkono kwa namna moja ama nyingine kutokana na uwezo wao, aidha wa uandishi, uwezo wao wa utunzi na vitu vingine vingi ambavyo wamekuwa wanavifanya? Ni kina nani hasa ambao pia unawaona pia wanapaswa mkoani kwetu? Mkoani kwetu. Kuna watu ambao wanafanya vizuri. Kuna mtu kama Tigantozi huwezi kuacha kumtaja. Kuna mtu kama Siwei huwezi kuacha kumtaja. Kuna mtu nani huyu nakumbuka mara mwisho alikuwa anazindua video yake pale Arena nani? Tanji. Sasa kuwataja wanafanya vizuri of course. Sasa hawajawahi kuniomba kwamba I need support au kusema kwamba naomba unisaidie hapa na hapa nipush, ila wanapokuwa kwenye mambo yao nimekuwa nikishiriki kama zile launch naenda na shiriki, ila wanafanya vizuri. Sijui kama wana changamoto hiyo ya watu ambao wanatakiwa kuwawekezea, ila singi naona video zao ziko vizuri, kama Iconic Studio ile wanawasupport, wanawashutia video nzuri. Kwa hiyo naona wanafanya vizuri. Sijui kama wana uhaba wa watu ambao wanatakiwa wadhamini. Okay. Nafikiri imeeleweka vizuri sana. Kuna mwingine ambaye anafanya vizuri, mwanadada yule Treasure, siwezi kumsahau kumtaja pia. Treasure Wanda. Anafanya vizuri. Sharas kwake bana. Bado tuko na shikiki kibao ambayo naenda kusikiza interview sasa hivi hapa. Frankie James kutoka pande za wapi hajasema, anasema kwamba wakakuwa zaidi. Anasema tupata vima sana mpaka mwisho wa show. Haina noma. Mwingine anatuambia asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. King kasema. Huyu anaitwa Aisha Kaunda au mama kujiamini, anasema pamoja sana na anapenda kile ambacho unakifanya. Ni shabiki yako. Shukrani sana. Huyu hapa mwenyewe Ayubu Kachele anauliza kwamba vipi kwa upande wako Dranas, hufikiri kuziweka movie zako kwenye YouTube ikiwa unaziuza au? Nafikiria hivyo kwa sababu hizi huku sehemu nakupeleka filamu, kuna mwingine anakosa muda wa kwenda kuzitazama kwa wakati ambao zinakuwa zimechezwa. Kwa hiyo kuna baadhi mimi nafikiri nilikuwa ni msanii miongoni ambao niliwekaga kipande fulani YouTube, Worries ilikuwa. Wengi waliona kwa wepesi. Kwa hiyo na mpango huo, lakini zipo filamu ambazo zitakaa YouTube na filamu ambazo zitakuwa zinaenda kule. Kwa hiyo mwaka huu nadhani kwenye hizo filamu 3 moja itakuwa ni ya YouTube, itakaa YouTube. Tafsiri kupeleka huku na huku, yani huku ikawa YouTube nyingine siwepo, nini hasa unazingatia? Kwa sababu YouTube inahitaji kuwa na, ili uingize pesa YouTube ni kama uwe na fan base kubwa sana ya watu. Sasa utoke huku uache kutafuta connections za huku, uje uanze sasa kwa convince watu, jamani link yangu hiyo, mimi sio mtu sipendi sana kushare link sana ile. Kwa hiyo ndakapokuwa nikiweza kushare kwanza huku nakuja tunachia kama zawadi mwenyewe. Kuna huyu hapa bidada anaitwa Agata Mwanampemba kutoka pande za Kisumba. Anasema Dranas, hufikirii kutembelea maeneo ya vijijini, hususan maeneo kama ya Kisumba kwa ajili ya kuelimisha vijana na kuangalia vipaji ambavyo vipo katika sanaa ya uigizaji? Moja kati ya project ambayo nataka nifanye katika hizo 3 ni kwenda nafanyia hapa Sumbawanga. Nadhani tatoa tarehe, tafanya audition ya wasanii, watakuja tafanya audition, tutachagua na tutaifanyia hapa mkoani, lakini itakuwa ni filamu ambayo inaonyesha vijijini. Okay. Na ile idea ambayo nimeipata tulipoenda na nania tule pamoja, tunaenda kijiji fulani kutembelea kule watu wasiojiweza. Nikajifunza vitu vingi. Konda tutafika pia, ila wawe active kama mtu yuko kijijini, nitakapotangaza ile audition wafike mjini, kwa sababu siweza kufika kwenye kijiji kimoja. Bwana Dranas, tunashukuru sana kwa time yako brother. Imekuwa ni bonge moja la wakati mwema, pia madini yametolewa sana mndani. Mimi binafsi pia nimeokota huko ndani. Na mimi mengi nimeachukua. Ile aliyekupatia aka ya Conscious I say, au kama ulijipa mwenyewe. Kuna watu ndio wakatumia hii brandi. Jamani, acheni kutumia Conscious. Conscious mwenye Conscious ndio huyo hapa. Very true. Kuna watu ni wataalamu wa kuiba majina. Hatari sana. Mimi unakuwa ni mdogo mpaka mtu anatumia jina la mwenzako. Kwa sababu usinakuwa kama fan base wako kwamba alisema ni love. Natamani kwa akisema kama
Maneno humba akisema mimi nikijiita kama conscious I think naweza kuwa kama Dranas. Maneno humba of course bana. Shukrani sana kwa time yako brother. Next time nafikiri tukikuhitaji usisite, kama jinsi ambavyo imekuwa sio rahisi kukupata wakati huu, ila tunachokiamini ni kwamba umetuheshimu vile vile. Mimi nashukuru sana, nimefika nimekuta timu nzima. Nimefurahi kama mwaka mzima tujaonana. Yes, very true, kama mwaka hivi. Support ni muhimu sana. Haina noma. Lakini kitu kimoja tu cha mwisho kabisa Dranas. Meneja Kenny. Wapi sasa hivi? Bahati mbaya au nzuri alipangiwa kiserikali na Daktari Kigoma sasa hivi, lakini bado tuko pamoja, amekuwa kinishika mkono, amenisupport. Kwa meneja bado ni yeye. Okay. Basi sawa, tumalize mchezo bana SJ. Bana Shara Singh Sawa kama unaweza kutusikiliza bana, ilikuwa ni wiki nzima ambayo ilikuwa ni heavy sana kiburudani. Inaitwa Steven Jones, hivyo inatosha. Haina noma, mimi naitwa Mr Automatic, kwenye mitandao ya kijamii unaandika tu Daniel Kipante inakuwa ni safi pia. Kwa niaba ya DJ Andrew, DJ Tyson, DJ Snyder, bana shukrani sana. Jumatatu pia itakuwa ni siku. Vitu ambavyo jamaa alifanikiwa kuweza kuvifanya mpaka hapa alipofika mtu mzima Dranas Conscious ni pamoja na kujikubali, ndio maana amefika hapa alipo.